Watu ya Gachagua na wewe Gachagua mwenyewe umesunguka leo ukitoa matusi. Instead of sitting down with the people, wakuelezee ni nini ambao wangetaka ifanyike, ambao ifanyiki kwa sasa, wewe unasunguka na matusi peke yake. Useme ni yapi ambao utafanyia wa Kenya, wacha kwenda kuleta matusi. Hiyo matusi muko nayo pale, nimesikia pale Embu, ingine huko Laikipia. Hiyo matusi haitawaletea kura yoyote, na nimesema na nitasema tena, hii serikali ya William Ruto, watu ya Mlima Kenya walipanga pamoja wakiwa wameshikana wote, na ndio maana kuna mawaziri wengi kutoka Mlima Kenya kwa hii serikali ya William Ruto. Ndio maana hii serikali ya William Ruto imehakikisha kwamba bei ya kahawa, bei ya majani chai, bei ya maziwa na bei ya mimea ambao tunakuza pale Mlima Kenya inaendelea kuwa sawasawa, inanawiri. Watu wa Mount Kenya, wa Mlima Kenya wako na amani na serikali hii. Lakini wewe Gachagua unaendelea kuchochea ati kwa sababu ulishindwa na kazi yako, wambunge wako kufukuza kazi, wakakwambia utoke kwa ofisi. Mimi nakwambia namna hii, wewe Gachagua tukanana kabisa. William Ruto anaendelea kukaa chini na kupanga kazi ya taifa letu la Kenya. Na mimi vile nimesema, hautaendelea kutukulia mfuko kama njugu karanga. Hiyo ambao unasema mnastuliwa ati na kukata mlima. Bando mambo haijafika. Tutakutana na nyinyi kwa uwanja. Wacheni kustuka mapema. Wacheni kustuka mapema. Hii mlima mnaongea kila wakati iko na tofauti, na hiyo tofauti tutaendelea kuisema mara kwa mara. Ulisema ati Profesa Kithure Kindiki asitukanwe. Ulisema ati sasa ni mtoto yenu. Saa hii ndio umejua ni mtoto yenu. Wakati ulikuwa unamuita Manjina, unamuita Soprano, unamuita Sofia, unamuita Mr. Yesa, kwani ulikuwa umesahau sio mtu ya Mlima Kenya? Tunakuelezea namna hii, wewe Gachagua. Watu ya Meru, watu ya Tharaka Nithi, watu ya Embu, watu ya Mwea, watu ya Gĩchũgũ, watu ya Isiolo hawata kuunga mkono. Hiyo ndio tunatia bidii na tutakutana wewe kwa uwanja. Tunakuelezea namna hii.